Je, umeshawahi kusikia swali kama hili? Mizimu au mizuka ni roho za wafu au ni mashetani? Mizimu au mizuka ni roho za wafu au mashetani? Karibu sana mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani katika makala hii ya siku hii ya leo. Mimi ninaitwa William Chazi, ni msimuliaji wako, na makala hii imeandaliwa na Dani E. Matekere katika kitabu cha Wafu Wako Wapi? Peponi, kaburini au motoni? Watu kadhaa wamepitia au kukutana na matukio ya aina hii. Je, hao wanaokuja kwetu wakiwa na sura za ndugu zetu waliokufa ni akina nani? Na je, tunapokutana na tatizo hili tufanye nini? Ungana nami katika makala hii ya siku hii ya leo, ili kutusaidia kupata majibu kwa maswali muhimu yaliyotajwa mwanzoni mwa sura hii. Kama tulivyoona hapo juu, kuna kisa kimoja katika Biblia kinachotusaidia kupata majibu ya maswali hayo na kujua ukweli kamili wa swala hili. Karibu tujifunze kwa upana habari hii. Ukisoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 28, ndipo tunapopata kisa hiki muhimu sana juu ya imani ya mizimu. Kwa hakika hiki ni kisa cha ukweli juu ya imani ya mizimu ambacho kimeandikwa katika Biblia ili kutuonya kwa uwazi kabisa dhidi ya udanganyifu wa shetani kuhusu suala la kifo. Huenda umewahi kusoma kisa hiki na unakifahamu, lakini kwa faida ya wale ambao yawezekana hawajakisoma au hawana Biblia, nitatoa maelezo na kunukuu aya husika kwa kadri itakavyohitajika. Hiki ni kisa kinachomhusu mfalme wa kwanza wa taifa la Israeli, yaani Mfalme Sauli.